نعم kuhusiana na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم na pia kauli yake وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه kuna baadhi ya fawaidi ndani yake. Moja kuhusu aya tuliyotangulia kuisoma ya mwanzo hapo ni kumuonyesha mtu hasa yule mwenye ufahamu na mwenye akili timamu kwamba anatakiwa ajitahidi sana katika kutafuta marafiki wa sawa sawa na watu wa kushirikiana na yeye katika mambo yake ya maisha. Achague watu wazuri ambao wanaweza kumnasihi katika yale alionayo, wakamnasihi kwa haki na ikhlas pale anapoteleza, kwa sababu siku zote mtu ni wale wenzake, ndio ukamilifu wake. Ukamilifu wa mtu si kujitenga peke yake. Ukamilifu wa Muislamu ni wale wenzake, na siku zote almuslim walmu'min mir'atun li akhihi, ni kioo kwa mwenzake. Kwa chagua rafiki mzuri, na si mzuri tu kwamba ana pesa au mzuri wa sura, la, mzuri kwa vitendo vyake. Na mtu ajiepushe na watu waovu ambao hawamsaidii katika taa, na hata akiteleza hawawezi kumnasihi wala hawawezi kumuongoza katika njia ya haki, bali pengine wakamsifia kwenye batili aliyonayo. Hao ni watu wa kuwakimbia na kukaa nao mbali. Mtu anayekusifia katika maasi na kupambia katika jambo baya, huyu si rafiki mzuri, ni rafiki mbaya. Hata kama anakupa pesa, hata kama ana mipango mizuri ya mali, ikawa ukikaa naye wapata faida wewe katika mambo ya kilimwengu, lakini katika jambo la akhira yako yeye analiharibu, hakusaidii katika jambo la khairi. Unapozembea katika taa hakutii nguvu kufanya taa, unapoteleza ukaingia katika maasi hakurudishi katika usawa. Huyo si rafiki, huyo ni rafiki muovu, na utakwenda kulia siku ya kiyama. Utakwenda kumwambia in kitta la turdin walaula ni'matu rabbi lakuntu min almuhdharin, wallahi ulikurubia kuniangamiza. In kitta la turdin, kada yakadu, sawa. Kwa in pale ni mukhaffafatun min athqila wasmuha dhamiru ash-shan, kwa sababu ya lam. In kitta la turdin, ulikurubia hakika, hasa hali ilivyo, ulikaribia wewe kuniangamiza mimi. Lau kama si rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, ningelikuwa mimi ni katika wenye kuhudhurishwa kwenye jahannam, la kuntu min almuhdharin. Kwa hiyo rafiki muovu ni hatari na ni ndugu yake shetani. Na tafsiri ya rafiki muovu ni yule ambaye hakusaidii katika taa. Unapokuwa umezembea wewe katika jambo la taa, hakutii nguvu usogee mbele katika kutenda taa, pengine akakutia nguvu kwenye kuiwacha taa. Ukikaa naye swala zako zinakuwa za matatizo, jamaa zako za matatizo. Ukikaa naye wewe huwezi kusoma Qur'an, ukikaa naye huwezi kumdhukuru Allah, ukikaa naye hakuna khairi uweza kuifanya. Ukikaa naye uweza kupata mambo ya kilimwengu tu au mambo ya maasi. Hawezi kukusaidia yeye kuacha maasi wala kukunasihi uache maasi, bali pengine anakushawishi juu ya kufanya maasi na kukusifia wewe na akayapamba. Pengine ukikaa naye ndio utasengenya, ukikaa naye ndio utafanya istizai mambo mbalimbali, ukikaa naye utasikiliza muziki, ukikaa naye basi mambo yote mabaya pengine ukayafanya kwa sababu kuna mtu huyo. Hiyo ndio tafsiri halisi kabisa ya rafiki muovu. Tumeelewana? Sasa hao ni watu wa kujiepusha nao. Wa khayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah akikusaliti na watu hao, basi ujue ndani yako kuna kitu kibaya, hakuna kitu kizuri hapo, sawa. Ushakaa naye basi atakutajia mambo ya shirki au mambo kadha, mambo ya wanawake, mambo ya hivi, ukajikuta naye umemili pamoja naye, mambo ya kipuzi ya lahu na lahu. Akija yeye tu basi ndio mtazungumza habari fulani, lakini ukikaa na watu fulani huwezi kuzungumza habari hizo. Tumeelewa? Hiyo ndio alama ya rafiki mwovu.
kwa sababu almu'min akionekana basi watu ndio mkumbuka Allah, yeye akija ndio ukumbukwa mambo ya kishaitani. Sasa jambo baya zaidi litakapokuwa wewe ukishaonekana umekuja, ndio habari zile mbaya zaanza kutajwa, kwa sababu wewe ndio mwenyewe sahibul maqam, ni wewe. Sasa kiingia tu jambo sasa kama ni mambo mpira yaanza kutajwa, sasa kama ni mziki mwenyewe kaja, sasa anaujua, kama ni tamthilia sasa mwenyewe ameingia hapa. Sasa huoni kwamba jambo baya hilo? Sasa kuna watu wako namna hiyo.